Msikilizaji wa Deutsche Welle, karibu pote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khelef na hiki ni Kinaga Ubaga. Nchini Tanzania, taifa la Afrika Mashariki, kumetolewa wito wa maridhiano na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amerejea tena madarakani baada ya uchaguzi ambao ametangazwa kuwa mshindi wa takribani 98%. Lakini uchaguzi huu ulikabiliwa na machafuko na hali mbaya ambayo baadhi ya waangalizi wameuita kwamba ulikosa vigezo vya kuwa uchaguzi huru na wa haki. Leo tunazungumza hapa na Sheikh Ponda Isa Ponda, kiongozi wa Jumuiya Shura ya Maimamu nchini Tanzania, ambaye jumuiya yake iliweka waangalizi katika uchaguzi huo kutaka kujua zaidi kuhusu huu wito wa maridhiano ambao umetolewa na Rais Samia na hata hapo kabla na makamu wake Dr. Emmanuel Nchimbi. Karibu sana Sheikh Ponda Isa Ponda kwenye Kinaga Ubaga. Nashukuru sana Baba Khelef kwa kunialika kwenye kipindi cha Kinaga Ubaga. Naamini kwamba nitaweza kuzungumza yale ambayo natakiwa ni yazungumze. Naam, nasi tunashukuru pia kupokea mwaliko wetu. Na jambo la mwanzo kabisa, tunaomba utueleze au waeleze wasikilizaji kupitia kwetu mtazamo wako kuhusu wito ambao umetolewa na kiongozi wa nchi au tuseme uongozi wa nchi kwa muktadha huu kuhusu maridhiano ya kujenga upya Tanzania na kuileta pamoja. Ni kweli sisi tulisikia hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyotoa bungeni. Katika makubwa aliyozungumza, moja hapo ilikuwa ni kupongeza uchaguzi kwamba umekwenda vizuri, umekwenda huru, ulikuwa haki. Pia akapongeza tume ya uchaguzi kwamba imesimamia vizuri. Lakini lingine alizungumza ni swala la kukiri kwamba kulikuwa na mauaji. Alitoa rambirambi kwa wale waliofiwa. Pia akazungumzia swala la maridhiano. Jambo hili alizungumza ni jambo kubwa na ni jambo ambalo linatakiwa sana lifanyike. Tanzania kumekuwa na majaribio mengi, matukio kama haya yanapotokea, alafu serikali inakuja na dhana hiyo ya maridhiano, lakini kumekuwa kuna kukwama kwa maridhiano. Sasa niseme kwamba kitu kikubwa kilichojitokeza katika taifa letu ni kutokuaminiana, ambacho hicho ndio kinatakiwa kisingatiwe katika wito huu aliotoa rais sasa hivi, kwamba kuna tatizo sasa hivi. Ikitolewa kauli ya maridhiano, hiyo kauli inakuwa haiaminiki. Sheikh Ponda, mtu mwingine angesema kwamba kina cha hali kuwa mbaya ambacho Tanzania imefika kutokana na uchaguzi huu wa Oktoba 2025 hakijawahi kutokezea katika historia yenu, takriban miaka 60 tangu mpate uhuru. Kwa hivyo hata kama pengine huko nyuma kulikuwa shaka dhana za kutokuaminiana, lakini hamkuwahi kufika umbali huu ambao mmefika sasa. Ule msingi wa kutokuaminiana hauna tena mashiko, kwa sababu tayari kwa vyote kavyokuwa lazima mzungumze, lazima mridhiane, kwa sababu hamkufika pala hapa kwa nyuma. Hilo jambo lenyewe kimsingi ndio tunasema kwamba hilo jambo ni zuri, iwe ni kwenye tatizo kubwa au kwenye tatizo dogo, lakini jambo lenyewe la maridhiano ni jambo zuri sana. Mimi sipendi kuzungumzia maridhiano, mimi huwa napenda kuzungumzia muafaka. Yaani watu mfikie muafaka katika mambo ambayo yaliyotokea, kwamba mnawafikiana kwenye mambo haya, yawe hivi, hili lisirejee tena na hili lisirejee tena, muafaka maana yake. Lakini niseme kwamba yote yakapokuwa, iwe ni tukio dogo au kubwa, swala maridhiano swala msingi sana. Sasa niseme kwamba kwenye swala maridhiano, ili mfikie maridhiano, mnahitaji kuaminiana. Kama kweli mnaweza mkafika mkafika kwenye maridhiano. Hapa Tanzania tuna tatizo hilo. Sisi tunapendekeza kwamba ili tuweze kufika kwenye hayo maridhiano, lazima kuna hatua zichukuliwe. Kwanza, hatua ya kwanza ni kwenda kujua yale matukio kule, uchunguzi ufanyike, nini kimetokea katika uchaguzi, nini kimetokea katika swala zima la usalama wa raia. Halafu tukishapata ile ripoti ndipo tutakapoenda kwenye maridhiano. Unakusudia kusema Sheikh Ponda kwamba msingi kuja mazungumzo maridhiano yote kwa lazima kwanza upite uchunguzi, pajulikane kipi kilitokezea kwenye pande zote mbili, kwenye uchaguzi wenyewe na kwenye hali ya usalama mitaani ambako maelfu au tuseme mamia ya watu wameuawa kwa mujibu wa ripoti ambazo tunazipokea. Nje hapo hakuna maridhiano. Sasa mtajadili nini kwenye meza yenu? Mtajadili kitu ambacho huo ugomvi wenyewe hamaujui. Ni lazima lile tatizo mlielewe ili liwepo pale mezani, alafu mshalelewe ile tatizo. Hatua za mwanzo kabisa lazima watu wawajibike. Maana vyovyote itakuwa hatua maridhiano kama tatizo ni kubwa. Kwa mfano tatizo mauaji,
mtalipatia ufumbuzi namna gani kama wale walioua hawezi kuwajibika? Lakini kufikia hatua ya kuipata hiyo ripoti ambayo inataja masuala hayo yaliyotokezea kwenye uchaguzi na kwenye machafuko na mauaji ambayo yamejiri, si lazima kwanza mwanze na hatua ya kuitafuta namna ya kuwapata hao watu, kuandika utafiti na kupata ripoti ambayo ndio hayo mazungumzo ya maridhiano? Ndio pale tunapozungumzia sisi, serikali haiwezi kufanya hiyo, yani haiwezi kuleta hiyo forum, isipokuwa ni lazima kuwa kuna third party, yani kupatikana mtu wa tatu. Sisi ndani yetu tumeandika sisi kwenye tamko letu, sisi tumeeleza kwamba mtu wa tatu basi angalau wawe ni viongozi wa dini au kuna jumuiya zetu hizi za kikanda ambazo kwa kweli ndio nafasi yake zitusaidie katika mambo kama hayo. Kwa msikilizaji, hebu mpe mfano wa jumuiya za kikanda na kimataifa ambao unazungumzia, kwa sababu unazungumzia kuhusu kwa mfano Umoja wa Afrika, umoja au Jumuiya ya Afrika Mashariki, au tuseme Jumuiya ya nchi za ushirikiano wa kiuchumi za kusini mwa Afrika SADC na kadhalika. Ipi ambao una jumuiya unazungumzia hasa? Tuchukue kama Jumuiya ya Umoja wa Afrika. Sisi tunazungumza umoja. Maana yake tunasema Umoja wa Afrika tunazungumzia ndio chombo kikubwa kinatuleta pamoja. Sisi tuko ni nchi ambazo zimejitawala, ni vizuri kuamini zile taasisi zetu. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba Umoja wa Afrika, hata jumuiya ya kikanda ya SADC tunaweza kuzitumia hizi zikatuleta pamoja pale. Jumuiya hizi Sheponda zimefeli kumaliza au kuzuia migogoro Sudani, wapi Kongo, nchi jirani hapo na Tanzania na maeneo mengine. Machafuko barani Afrika yameshuhudiwa kwingi kabisa wakati jumuiya hizi zipo na hazikufanya kitu ambacho kiweza kuyazuia. Kwa nini mnataka kuziamini leo kuwasaidia ninyi Tanzania ikiwa wameshindwa kusaidia kwingine? Ninachozungumzia tu ni ile dhana, concept, ile dhana ya kuwa na mtu wa tatu. Tutaangalia ubora SADC inafaa au AU inafaa au kama ni Umoja Mataifa, yani tutaangalia, lakini cha msingi ni kwamba tuwe na mtu wa tatu katikati ambaye huyu atulete kwenye meza moja. Kwenye meza tutaseti agenda kwa pamoja. Nini tunaanza nacho? Tukifanya hivi, naamini kwamba tunaweza kwenda kwenye mwafaka au kwenda kwenye maridhiano. Lakini ikiwa tutabaki katika msingi huu ambao unazungumzwa au pengine tunaona kwamba alivyosimamia rais katika hotuba yake bungeni, hayo maridhiano ni jambo gumu sana, litakuwa ni ndoto. Sisi serikali yetu wa Tanzania pia kama serikali yetu imeshindwa kutatua migogoro ya ndani kwa muda mrefu kabisa. Kwa hivyo haiwezi ikaendelea kuwa yenyewe kwamba ni mhusika alafu na wakati huo iwe inaweza kusimamia huo mgogoro, jambo ambalo haliwezekani. Vizuri umezungumzia kuhusu serikali yenu yenyewe kushindwa kutatua migogoro iliyotokezea kabla ya hapo. Hebu tupe mfano, maana unataka kuzungumzia kwa hivyo Sheponda kwamba kilichojiri Oktoba 2025 si kitu ambacho hakikutarajiwa, si kitu ambacho ni kipya panapohusika mwenendo wa mambo nchini Tanzania. Tuna miafaka mingapi leo Tanzania? Yaani tuna miafaka mingi kabisa, hasa katika swala la Zanzibar ambalo limepitia kwa matatizo makubwa sana. Haya tumepitia leo yametokea kule Zanzibar 2001. Tanzania kwa mara ya kwanza mpaka leo tunapozungumza ina wakimbizi ambao mataifa nje kutokana na mauaji makubwa yaliyofanywa na vyombo vya dola hapa Tanzania. Mpaka leo hii hapapatikana ufumbuzi wa lile tatizo na limejirudia tena leo hii tunaposema 2025. Tuna watu chungu mzima wamefariki, wameuawa kwa makusudi na wameuawa na vyombo ambavyo vinaonekana kabisa kwamba kwa namna moja serikali inatuhumiwa kwa namna moja au nyingine. Wana miafaka kadhaa ambayo imefanyika huko nyuma. Kwa hivyo hawawezi watu hawa wakawa wao pia wanaweza kusimamia mgogoro. Wameshindwa kwa swala la katiba mpya hapa. Watu wananchi wa mapa dhamana wameshindwa kusimamia swala la katiba mpya na mambo chungu mzima. Naam, mpenzi msikilizaji, ni Sheikh Ponda Issa Ponda, katibu wa Jumuiya ya Shura Maimamu nchini Tanzania na pia mwanaharakati wa haki za binadamu ambaye amekuwa akijishughulisha sana na masuala ya haki za binadamu katika taifa la Afrika Mashariki. Tukizungumza naye hapa kwenye Kinagaubaga hivi leo. Asante sana Sheikh Ponda. Nashukuru sana. Asante sana. Naam, naye pia msikilizaji wetu tunashukuru nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Mohamed Khalef. Kwa heri hadi mara.